Moja ya maneno ambayo unaweza kukutana nayo mara nyingi siku hizi baada ya kufanyiwa angiogram ni kitu kinachoitwa ugumu wa mishipa ya damu kutokana na mkusanyiko wa chokaa au kwa jina lingine chokaa kwenye mishipa ya moyo. Hili ni jambo la kawaida hasa kwa wagonjwa ambao wamekuwa na kisukari kwa muda mrefu. Mpaka miaka michache iliyopita, wagonjwa wenye chokaa kwenye mishipa ya moyo walikuwa wanachukuliwa kama sehemu dhaifu sana kwenye upasuaji wa mishipa ya moyo, coronary angioplasty. Kimsingi, wagonjwa hawa walikataliwa kufanyiwa upasuaji wa kupanua mishipa ya moyo, coronary angioplasty, na badala yake wakaenda kufanyiwa upasuaji wa kupitisha mishipa, bypass surgery, kwa sababu hakukuwa na vifaa vya kufungua hiyo chokaa. Lakini miaka ya hivi karibuni tumekuwa na teknolojia bora na za kisasa kama orbital atherectomy, root ablation, laser na vifaa vya intravascular lithotripsy vinavyoweza kuondoa chokaa kwenye vizuizi vya mishipa ya damu. Teknolojia hizi zimeleta mapinduzi makubwa katika jinsi tunavyowatibu wagonjwa wenye vizuizi kwenye mishipa ya moyo. Kwa hiyo, kama una mgonjwa yeyote mwenye vizuizi vikubwa kwenye mishipa ya moyo na amepewa ushauri wa kufanyiwa upasuaji wa bypass, unaweza kupata maoni ya pili hapo. Inawezekana tukawa na uwezo wa kutoa tiba kwa kutumia angioplasti na stenti hizi. Faida kubwa ya kufanya angioplasti na kuweka stenti ni kipindi kifupi cha kupona, ambapo mgonjwa anaweza kuruhusiwa kutoka hospitali ndani ya saa 48 baada ya upasuaji mdogo kupitia kwenye mkono. Hivyo, uwepo wa chokaa kwenye mishipa ya moyo hauchukuliwi tena kama sababu kubwa ya hatari kwa kufanya angioplasti na kuweka stenti kwa 100% ya wakati.